Mimi kwa upande wangu Gen watadondoka kwenye comment. ChatGPT ishazungumza, AI ishazungumza. Mimi nimalize hapo. So mimi nataka tuanze na story nyingine uncle. Unajua tuna story hii ni international kidogo ya kimataifa kwa sababu imetokea kwa binti ambaye si Mtanzania, ni Marekani, ila ni mwanamitandao wa tunaita ma-influencer. Alitoka kimahusiano na tajiri mmoja anaye ni mtu wa huko Marekani. Alikuja vacation lakini akiwa yeye amekuja kucelebrate miaka 31 tangia amezaliwa. Yule boyfriend wake alimpeleka Arusha, unaona wakawa na momenti zao, alimvalisha pete, tuseme engagement wanaita. Walitoka pale wakaenda Zanzibar kwenye hoteli moja. Baada ya kwenda Zanzibar pale, kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba baada ya birthday ambayo ilikuwa tarehe 5, kuanzia tarehe 6 kidogo yule binti alikuwa dada mmoja, yeye anaishi Marekani, anaitwa Sharifa, ila ni Mzanzibari Mtanzania, lakini pia alisema hata yeye ilishe kumtokea situation kama hiyo. Sawa alitongozwa na tajiri mmoja, walikubaliana kwa hiari, akaenda naye sehemu walikoenda, wakafanya walioweza kuyafanya. Baadaye alijikuta tu kama ana lose control katika mwili wake, anapoteza kama nguvu, anapoteza hali ile ya kujiamini kama alivyokuwa mwanzoni. Ilifikia tu akawa anapiga kelele, anamwambia yule mwanaume amsaidie. Mwanaume alivyoenda kumshika, mwanaume akawa anacheka. Baada ya kucheka akampeleka toileti. Baadaye yule binti, yule tuseme sio binti, ni mama mtu mzima hivi, alipoteza nguvu, akapatiwa na yani aliona kama network imekata mwili mzima, akawa kama amelala. Baada ya kulala ghafla aliamka, akasema takbiru, kitu kama hiko. Macho alivyofumbua aliwakuta yule jamaa tajiri na wenzake wamevaa mavazi mekundu. Elewa Baada ya kushtuka wale wenzake wakakimbia. Yeye neno la kwanza alimwambia kwamba hapa hutoki na mtu, huwezi kutoka na nyota yangu. Umeelewa Kwa yeye maoni yake anasema hawa matajiri wengi wanakuwa na viji mambo, wakishaona mtu una trendi, unakuwa mtu kwa hivi una nyota yako, wana tabia ya kutaka kuchukua nyota yako. Yaani yuko tayari hatumii gharama yoyote atakayohitaji. Na hata kwa yule binti, marafiki zake kwenye comment, maana yeye alikuwa na share moment kila anapoenda Zanzibar, wapi, anamwambia wewe, huyo mwanaume kama sisi tunahisi sio mtu mzuri, haiwezekani penzi linakuwa na spidi kuliko kawaida. Yaani penzi linakuwa na spidi kuliko kawaida. Ndani ya mwezi umefanywa engagement, umepelekwa wapi, huyo sio mtu mzuri. Akawa anawajibu kulingana na upendo ulivyo kwa yule mwanaume. Akajua mimi nimempenda tu mwanaume wangu, kwa hiyo nyinyi ishini maisha yenu. Mwisho wa siku mwezi hujaisha, umemkuta umauti akiwa hotelini. ChatGPT hivyo vitu mimi nishazungumza siku nyingi, nishafanya pia na wewe interview, nishafanya interview na media nyingi. Dunia sasa hivi usimzoee sana mtu mwenye pesa, usimzoee sana tajiri, kwa sababu dunia sasa hivi pesa nyingi, naweza nikasema 70% ya pesa duniani ni ya shetani. 30% ndio inaweza ikawa ni pesa halali ya Mwenyezi Mungu, clean money, lakini pesa nyingi ni pesa ya damu, pesa ya kafara. Na kafara zipo za aina tofauti nyingi sana. Kuna wengine kama sasa hivi anaambiwa ili uendelee kuwa na power, uendelee kuwa na pesa nyingi, utajiri mkubwa, uwe na sauti kubwa, wewe kazi yako ni bikira, sio? Unanielewa vizuri? Ambao yani kijana wa kiume ambaye hajawahi ndilo fanywa, hapana. Ambao nilishoga tayari, hapana. Ambaye bado. Kwa hiyo masharti ya hivyo yapo, na ni wengi sana sasa hivi wenye pesa. Ndio maana unaona ushoga ni mwingi. Unakuta kijana wa kiume ameoa na ana watoto, lakini anafanywa mchezo kwa sababu ya kuwa tu karibu na wenye pesa. Ushanielewa vizuri?
Na kuna kafara nyingine, mtu ana pesa, ni tajiri, lakini yeye ili utajiri wake ongezeke ni yeye. Kwa hiyo anaweza akakutaka wewe, akakupa apartment, akakupa gari, kazi yake ni lakini mwisho wa siku na wewe lazima uanze kupigwa nini? Kwa na wewe mwisho wa siku unakuwa shoga. Na kuna hii ya kuua babako, mamako na vitu kama hivyo. Na hii ya wanawake nishazungumza sana. Haya majumba ya kifahari mengi usione hivi, yana vitu vingi sana. Unaweza ukakuta jamaa ameoa, alafu mwanamke tu mnaambiwa anaumwa, yuko ndani, kumbe kashamtengeneza tayari. Kwa hiyo mwanamke yuko ndani, mdota anaumwa, anafanya nini, kumbe ndio kafara yake. Kwa hiyo aliambia yule mwanamke ana nyota kali, muoe, ukishafunga naye ndoa tumle ndani, tunamfanya kama lindondocha. Sio, umeelewa? Miaka na miaka jamaa mke wake anaumwaga, shwa siku anakuja kufa, baada ya muda anaoa mwingine, na kwa hivyo. Na kuna wengine ambao anaoa miezi 6 mwaka, mwanamke anakufa anaoa tena. Kwa hiyo hizi kafara zipo za aina nyingi sana. Ni kuwa makini na hizi kafara, ili mtu anayeishi hivyo ili asikunase, ni kumpa kipaumbele sana Mwenyezi Mungu. Ni kumpa nini? Kipaumbele sana Mwenyezi Mungu kwenye hii mitego hii, na maisha yalivyo magumu, na uko mbali na Mwenyezi Mungu, wewe ni rahisi mno kunasika, ni rahisi mno kukamatika. Iwe kijana wa kiume uwe wa kike, ni rahisi mno kwa maisha yalivyo magumu. Lakini kwa ugumu wa maisha uliopo, alafu ukawa karibu sana na Mwenyezi Mungu, huwezi kuyaona maisha ni magumu, kwa sababu utalizika na kila anachokujalia Mwenyezi Mungu. Na ndio maana kuna mtu anaweza karudi na milioni 5 lakini asikumbuke kumshukuru Mwenyezi Mungu, kaona mbona leo sijapiga mchongo mrefu. Umeelewa vizuri? Kuna mwingine anatoka na anarudi na 2,000, ananunua mandazi na kijuisi chake, anakunywa, anapiga magoti, anamshukuru Mwenyezi Mungu, asante, nijalie na kesho nitoke, kwa sababu yuko karibu na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo analizika na juisi na mandazi, analizika na wali maharage, na anafurahi kabisa, na Mwenyezi Mungu anampa nguvu mpya kiakili na kimwili. Lakini kuna mwingine hata atoke, kazoea hayo maisha sasa ya kidunia, kapata milioni 2 lakini bado ananungunika, sababu yuko upande wa shetani, kwa sababu za shetani ni nyingi, kwa anazitaka zile nyingi. Milioni 2 kwake anaiona kama 20,000. Kwa hiyo ni lazima gumu lolote kwa Mwenyezi Mungu analifanya ukimuomba kuwa jepesi, zito linakuwa jepesi. Shanaelewa vizuri? Kwa hiyo tukimkumbatia Mwenyezi Mungu zaidi na kumlilia, wewe ndio Baba, ulinileta duniani niitawale dunia, si dunia kunitawala mimi, niiendeshe dunia, naomba nguvu yako. Hautatawaliwa. Unakuta mtoto wa kike tu unakutana ni mwanaume ulijui, na unaanza kutamba, nimepata bonge la bwana mwenyela, kumbe yeye kaja kukuua. Ndio kama hizo design zilizotokea. Na hili tuna cha kujifunza kwa dada zetu, maana kuna neno moja sio tu dada zetu, wadi watoto wa kiume ni la kujifunza. Wewe unakuta tu na mtu, kumbe ana nia yake moyoni, una passport, anaukatia passport, twende na biashara zangu China, sijui wapi wapi, kumbe ndo anakupeleka kwenye madangulo ya wewe. Kwa hivyo unafika sehemu ya sala, unaona vijana wenzako walisharegea tayari, wanafanya unajua zile yani house party za ndani, wako uchi, wana kisi na wanaume wenzao, na wewe upo pale umeshakunywa, kumbe kakuchukua hapa ili wewe ukaanzie kule. Yani ukirudi hapa wewe ulishakuwa mzoefu. Ni sawa no, huyo Marekani mnayesema kamtoa Marekani kamleta huku mbali kuja kufanya finishing au sio? Kwa hiyo hapo hakuna cha kukwambia chochote zaidi ya kukwambia mkumbatie Mwenyezi Mungu kama sisi Mambas 24 tunavyomkumbatia Mwenyezi Mungu asubuhi, mchana, jioni na usiku. Hii nishazungumza many times. Kwa hiyo vijana wa kiume wa kike, kuwa kafara ni jambo la kawaida. Kupata kazi nzuri, kafara. Kupata maisha mazuri, kafara. Ndio mnaitaga nini Rose? Nipe nini line? Nipe line. Line ndio hizo sasa. Kumbe unagewa line mbaya.
Anasema oya, ile laini yangu ile niachie. Kwa hiyo kuna laini nzuri na laini mbaya, lakini laini nyingi zinamilikiwa na shetani. Laini nzuri zenye utukufu ni chache. Hivi shetani anakufuata baada ya wewe kufanikiwa, au still ukiwa una fight nyota yako anaijua huyu atafika sehemu fulani na kuwa na wewe bega kwa bega? Vishawishi vya marafiki ambao wewe umekuwa nao, umesoma nao, au katika story, jamaa vipi bwana, nyinyi mbona mnapushi magari mazuri, au hata mademu, nakutana na mademu wenzako, nyinyi mbona mna maduka, mna Range Rover manini, kwambia wewe vipi, njoo bwana. Tena wakitaka wakuingia, kwa sababu kuna kafara zingine kwamba mimi nimeingia, lakini natakiwa na mimi nilipelekwa. Kwa hiyo na mimi ili niwe mwanachama mkubwa niwe naongeza idadi. Wewe Loze alikuunga na wewe unaniunga mimi, na mimi na waunga wale, ili chama kiwe kikubwa. Kama dini iwe kubwa. Unaona hata mtu anasali kanisa pale kwambia nenda kwa mchungaji fulani, kwa sababu nenda kwa ustazi fulani, nenda kwa sasa. Na huko kwa shetani ni hivyo hivyo. Yes. Kwa hiyo unataka line, ndio unaambiwa tuenzetu huko. Ndio maana kuna watu walishapelekwa sehemu, anaambiwa huyu ndo aliyenifanya niwe na pesa, anafanya mambo yake, anakuambia picha hii hapa, choma kisu picha ya mamako. Mtu anakataa, anarudi mtani, maisha yanakuwa magumu kabisa, kwa sababu kakata lile sharti. Kuna mwingine anathubutu, unatoka kule, uko njiani tu unapigiwa simu, tayari nyumbani kwenu kuna turubai, mama mzazi amefariki dunia. Unaenda msibani pale, kumbe siri yote unajua wewe ndiye uliyeua. Baada hapo unaanza kuonekana una mafanikio. Na hiyo sio mwisho. Kama ulipata kwa kutoa kafara, utatoa mama, utatoa baba, watoto, mke, yani damu zote zinazokuhusu. Mwisho wa siku utabaki peke yako. Ukibaki peke yako, jamani, ndio wanakutaka wewe sasa. Sana wewe. Yes, ili uende sasa kwenye eneo lao kwenda kutumikia kwa zile pesa walizokupa duniani. Ndio maana ukiwasaliti wanakuwa na zile mali zote wanachukua. Hata kama ulikuwa na mke na watoto, wanabaki maskini. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ukiingia kutoka ni ngumu. You better watch your back. Na hili swala walilozungumza kwamba yule binti alianza kuwa na huzuni muda wote na nini, Roho Mtakatifu alikuwa anazungumza naye. Jamaa wako hapa wanataka wakupitie kama upepo, wachukue roho. Kwa hiyo ndio maana akawa na mtu yoyote anapotaka kutolewa kafara anakuaga na huzuni kwa muda. Hata kama unamtoa kafara mamako kule au mtoto wako kwa waganga tayari, huko nyumbani mnamuona tu pale, mbona leo hauna raha, mbona leo una raha? Kuna kitu nafsi inavuta. Kwa hiyo hajui, hana la kuwajibu. Na huyo binti alikuwa nafsi inavuta ile. Alafu limekuja swala la kwamba mhudumu akawatenganisha chumba. Hivi utawezaje kuwatenganisha wateja wenu chumba tofauti wewe mhudumu bila wao kuomba? Utawezaje kuwatenganisha kwamba huyu ana mawazo sana, huyu hana mawazo, tuwatenganishe bila daktari wa afya ya akili? Alafu wewe tu mhudumu utawatenganishaje wale? Utawatenganishaje vyumba hawa? Ila simana ni uongozi wa vila ile ambalo kwa wamefikia. Walipigana. Kama waliomba inasema walimwona kama binti akiwa kwenye msongo wa mawazo, akiwa kama hayuko sawa na mwenzake. Sawa, kwenye hilo sitaki kulizungumzia sana, sababu liko kisheria. Simesikia FBI wanakuja, kwa hiyo vyombo vya dola huko watajua, sababu mimi sikuwepo huko Zanzibar. Lakini hapa mimi ninachoweza kuzungumzia, you better watch your back. Usione pesa ya mtu kaitolea shobo. Wewe kijana wa kiume na wa kike, tafuta kwa jasho lako. Na ukiwa na tamaa hivyo, kafara zitawapitia sana.
kafara zitawapitia sana. Kumbuka hata nishie kuzungumza, kuna kipindi fulani IGP Silo akiwa IGP, sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Kigoma, utawala wa Magufuli, kabla ya uchaguzi, Magufuli alimwambia IGP Silo, nenda kanda ya Ziwa na kikosi maalum cha jeshi la polisi kukamata waganga wote kabla hatujaingia kwenye uchaguzi, wanaotoa kafara wakati wa uchaguzi, sababu waheshimiwa wanaendaga kule kuboost mambo, ndio wanaambiwa tunataka viungo vya albino. Ndio maana albino walikuwa wanakufa sana wakati wa kabla ya uchaguzi. Siru aliweka kambi kanda ya Ziwa, na mara ya mwisho Siru anaongea kupitia ITV akiwa Central Police ya Shinyanga, sema wewe mwanamiwa liganga moja maarufu sana kanda ya Ziwa. Ndio waheshimiwa kibao ilikuwa ninawafanyia hizo kafara. Lilitoroka, wengine watu walikamatwa, wengine walikutwa na ndoo kubwa, ile ndoo ya plastiki ile kubwa ina sehemu za siri za wanawake. Sasa je, hizo sehemu za siri za mwanamke sali uwawa huyo, zikakatwa, matiti yakakatwa, kapelekwa za mwili wako ulitupa huko. Kwa nini mganga kutwe na ndoo iliyojaa sehemu za siri za wanawake? Ilitokea wakati wa msako wa IGP Silo. IGP Silo yupo, ni sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Kigoma, kipindi cha utawala wa Magufuli. Na kabla ya uchaguzi, Mama Samia mwenyewe akiwa Bujola, Kisesa, Mwanza, alisema mbele ya machifu wa nchi nzima, waganga acheni lamli, najua waheshimiwa tunaelekea kwa uchaguzi watakuja, msiwapigie lamli chonganishi. Mama Samia aliongea hivyo pale uwanja wa Ngomeni Bujola, Kisesa kwetu pale, kabla hatujaingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo haya mambo yapo. Sasa kama hizo sehemu za asili za wanawake ndio wao wanakutwa unajiuza na nini, jamaa na kuchukua pesa, unataka shilingi ngapi? 100,000, mimi nitakupa 200,000. Kumbe kaandaa watu, unafika guest unanyongo, na unakuta hata hiyo guest ni ya kwake sana hela, unakuta guest ni ya kwake, sikio hajataka mtu yote ajalale pale, yani ni chimbo lake. Watu wanakuzimishwa, wanakukata sehemu za siri. Mganga anataka matita, anataka mavuzi, anataka nini, wanapeleka wewe, maiti unachimbiwa chini. Na kwenu wanajua yule mzururaji Changudo labda atakuwa Kongo, atakuwa wapi, kumbe ulishaoza long time. Njaa, kumsahau Mwenyezi Mungu. You better watch your back. Bwana Anko, tulipiga story juzi kuhusiana na ndugu yetu Matonya. Tunaenda kumaliza. Bwana Matonya mpaka leo hajatoka. Jana kuna interview nilisikiliza pale, msemaji wa wasanii wa Bongo Flava Sugidogi aliulizwa kuhusiana na hatima ya Matonya kurudi Bongo na sakata lake la kuweza kumtoa kwenye yale matatizo. Yeye alisema bwana, sakata lake bado ni gumu kwa sababu mpaka leo bado iko gerezani. Ina maana hata zile kelele za kusema nitenda kutoa milioni 10 tumtoe kwa sababu ya dhamana, hamna aliyefanikisha kumfanya hilo jambo. Kuna watu walikuwa nitatoa milioni 10 ni kiki kuonekana ana hela, lakini kiuhalisia hawezi kufanya hivyo. Shanaelewa vizuri. Kwa kuna watu kwenye matatizo ya watu wanapenda sifa. Na ndio maana sisi Tanzania ukifariki dunia, kwa sababu kuna makamera, kila mtu atakuja na atahojiwa kukuzungumzia kwa sababu anataka aonekane, asikike. Kwa hiyo tuna unafiki mkubwa. Lakini pia kwenye hili naweza nikazungumzia kuhusu Matonya. Kwa nini yuko ndani mpaka sasa hivi? Mmewasikia marafiki zake wa kule Kenya ambavyo amewaingiza kwenye majanga for many times. Matonya kiukweli, wasanii wote hakuna anayetaka hapa kuongoza naye kwenye show yoyote, sababu ana tabia, mnafika hotelini anakaa counter, pomba anazokunywa ni za gharama sana, na ule mwili wake amepiga cheni yake counter, wewe unahudumia tu. Mimi ndo nakwambia Sinza yote hii Dar es Salaam wanajua, na sio ana dawa gani anaondokaga bila hata hautegemei. Sasa wewe aliyekuacha pale ndo unashikwa shati. Sio yule jamaa kaongea, yule wa Mombasa yule anakunywa pombe hata za 500,000 milioni sio shilingi ngapi,
chumba anadaiwa cha hoteli. Kwa mfano hata kule alipokamatiwa Nyali, kwa Mombasa Nyali ni sehemu ya kitajiri. Kama tuseme Masaki Oysterbay ndio Nyali kwa Mombasa. Sasa analala kule kwa kitoto kule, na ana hela gani? Unakunywa pombe maeneo yale kwa hela gani? Sasa akishakunywa vile anaanza, "Oya Bongo 24 kwa wapi? Njoo hapa." Ukishafika tu pale anajifanya chooni nduki. Wanakuachia msala. Kwa hiyo kashafanya kama alivyozungumza watu wa Kenya, na wasanii wengi sana hapa kashawatia hivyo vimeo mikoani huko kibao. Kushikiliwa wao, yeye kashaondoka. Mimi kuna kipindi Bukoba tena nilikuwa hapa naumwa. Nikapigiwa na watu Bukoba, anadaiwa 480. Alafu anaambia Blaza Dudubaya anakuja, nimemwacha gate. Unajua Bukoba na gate ni jirani. Anakuja tuna show. Nikapigiwa simu hapo, unajua mtu maarufu kuipata namba yake ni rahisi. Nikamwambia mbona mimi niko Dar siku nyingi sana. Na Matonya mimi mara ya mwisho nimeona naye Singida alivyomzalilisha yule mama. Baada hapo mimi nikaumwa, nimekaa mwaka mzima kwa mamangu Mwanza ndani 2023 yote. 2024 nimekuja Dar es Salaam, sijaona naye. Hiyo Bukoba nakuja kwenye show ipi? Na wakati mimi niko hapa Dar es Salaam naumwa. Nilimind sana hicho kitendo. Nilimind sana. Alifanya hivyo. Nilimind, sikuongea tu hii juzi wakati unanifanyia interview. Sababu sipendagi kuongea kumaliza. Nilimind sana. Bukoba nikapigiwa si mimi, kwamba tunamdai na amesema wewe unakuja, mna show, wewe uko gate unakuja. Kwa hiyo na sio na juzi tukua wasanii kibao hapa Bahari Beach, kila mtu ana nunguniko lake juu ya Matonya kwa hivyo vitendo vya utapeli. Na ni kwa sababu kawa tapeli, kwa sababu maisha yake yote kimziki waliokuwa wanampromote ndio hao matapeli. Sasa yule badala ya kujifunza mziki, yeye kajifunza utapeli. Kwa sababu anavyoondoka huwezi amini. Na hapo ana chumba na ana begi, hilo begi anatokaje? Sio tu bili counter, hadi mabegi yake chumbani hayapo, anaondoka. Sasa wakati vile unasimulia matukio ya Matonya, kuna comment nilisoma pale, kuna dada mmoja alicomment akisema, mimi nilishawahi kumkuta Matonya anapigwa na wauni stendi ya Mwanza Nyegezi, ameiba chaja ya mhudumu wa gesti. Ndio maana nakwambia mhudumu wa hoteli. Yeah. Hizo ndio tabia zake. Alishampa kimeo kibaya sana Mr. Blue. Geita nishawahi kuongea. Wakaja Mwanza, mimi nikamtafutia show. Kwa hiyo ni mtu wa vimeo. Sasa na unajua mimi siku zote wanasema utajiri wa kwanza wa mwanadamu hapa duniani ni upendo, amani na furaha. Mtaji wa pili, yani utajiri wa kwanza wa mwanadamu ni upendo, amani na furaha. Alafu mtaji wa mwanadamu kwenye maisha ni afya. Na mtaji mwingine wa pili kwenye maisha ya mwanadamu ili ufanikiwe, uaminifu. Ndio unaona watu wanafanikiwa ni uaminifu. Anaweza akatumia mzigo hata kutoka China akaja akauza akatuma pesa. Uaminifu. So hiki kinachomfanya Matonya mpaka sasa hivi asote bila mtu wa kumsaidia. Wanajua huyu nikienda kumdhamini atakimbia, msala utakuwa ni wa kwangu. Ndio maana amekosa hapo. Sasa ndio tunakuja kwamba maisha ni uaminifu. Sasa kwa tabia yake ile ni ngumu mtu kwenda kudhamini, ambaye tena wa Kenya kwenda kudhamini anajua kabisa huyo watavuka boda ataenda zake Tanga huyo. Ndio maana kwa yes. Hao wenzake sio washikaji zake, hao wasanii wa Tanzania, nani ataenda kujikomiti kutoa pesa au kunani kudhamini? Nimeshangaa kwamba msanii mkubwa kama ana washikaji wake za kumtolea milioni 10. Serious. Uaminifu. Uaminifu. Kasharibu sana. Haaminiki kwa msanii yoyote. Haaminiki kwa msanii yoyote. Haaminiki kwa promoter yoyote. Ndio maana inamtokea kama hayo.
kudokoa vitu sehemu za kulala. Kama nishawahi kusikia Klaus aliibaga mashuka na taulo pale nini, kabla hujafika Tanga mjini, wapi ni Mweza. Walirushaga Klaus shuka kwenu Tanga. Wewe mtoto wa Tanga, Mweza iko ndani ya mkoa. Mashuka na taulo aliondoka nao na ilirushwa Klaus. Nendeni mkaulize Klaus kwenye XXL. Walirusha, promoter akawa anaojiwa. So promoter alikabwa na wenye hiyo sehemu. Yeye kashaondoka. So kama unaiba taulo na mashuka, nani atakuja kudhamini mahakamani? Promoter gani atakuja? Promoter angeweza hata kujitokeza akakutoa, bwana, sikiza mimi nakutoa lakini pesa yangu tupige show. Mkakubaliana, mkasaini, ukatoka ukaenda kupiga show. Maisha yanaendelea kwa sababu kipaji chako ni dhamana yako. Kipaji chako ni dhamana yako. Lakini wewe kipaji chako ulishakiharibia, uaminiki. Ndio hivyo. Bwana anko Ilanko, mimi tangia nikufahamu sije kusikia ukidaiwa kodi wewe. Yaani licha kwamba tumuongelee hii. Najua utanipeleka sana. Asango mimi nataka kuswitch mimi tofauti na